ground. Ninamwamini Mungu kwa ajili ya mambo makuu jioni ya leo. We trust God the miraculous will be in this ground. Tunamwamini Mungu ya kwamba kutakuwa na miujiza jioni ya leo. God has been using his servants. Mungu amekuwa akimtumia mtumishi wake All over the world. katika ulimwengu mzima. God has put a mandate upon his life. Mungu ameweka wito ndani ya maisha yake To transform lives in and out. kugeuza maisha ya watu kutoka ndani mpaka nje. And Njombe is not any different. Na Njombe sio ya tofauti. Anyone who will be obedient tonight, Yoyote ambaye atakuwa mtii jioni ya leo, the power of God nguvu ya Mungu flowing through his servant inapomtumia mtumishi wa Mungu will touch your life. itagusa maisha yako. So we invite you in this Kwa hiyo ground, tunakukaribisha jioni ya leo and we pray that you'll be part of this na assembly. tunakuombea kwamba uwe sehemu ya kusanyiko hili. Hallelujah. Haleluya. I'll just pray, then I will hand over the microphone. Nitaomba alafu nitamkabidhi kipaza sauti. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, we are so great this evening. tuna shukrani nyingi jioni ya leo. We thank you for your power. Tunakushukuru kwa sababu ya nguvu yako. We thank you for Jesus. Tunakushukuru kwa sababu ya Yesu Kristo. Because by his stripes, Kwa sababu ya kwa kupigwa we kwake are healed. sisi tumepona. We are healed from our sins. Sisi tumepona kutoka katika dhambi We are zetu. healed from our diseases. Tumepona kutoka katika magonjwa We are yetu. healed from every slavery. Tumepona katika kila aina ya We utumwa. have come on this ground Tumekuja katika viwanja to hivi declare freedom. kutangaza uhuru. Everybody who is in prison Yoyote ambaye yuko katika will kifungo be set free tonight. atawekwa huru jioni ya leo. Lord, we praise Baba, you. tunakuamini na Lord, we tunakusifu. glorify you. Tunakutukuza. Thank you for your servant, Pastor Banda, Asante kwa ajili ya mtumishi wako mchungaji Banda, because you have anointed kwa him sababu umempaka mafuta for this hour kwa ajili ya wakati kama and huu for Njombe. na kwa ajili ya Njombe. So we receive him, oh Kwa God, hiyo tunampokea Baba as he blesses in Njombe atakapokuwa akiibariki Njombe with the word from kwa above, neno kutoka juu, with the anointing of the Holy Spirit. kutoka katika upako wa Roho Mtakatifu. Thank you, Jesus. Asante Yesu, Everybody say amen. na kila mmoja aseme amen. Hallelujah. Haleluya. Thank you so much, brother. You're welcome. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Praise be to the living God. Libarikiwe jina la Mungu aliye hai. I would like us to do one little slogan before I could minister. Nataka tufanye kitu kimoja tu kwa kabla sijaanza kuhudumu. When I shout hallelujah, Nikisema haleluya, then you would say yeah. wewe utamalizia kusema ya. Hallelujah. Haleluya. Then yeah. We'll do it 5 times. Tutaifanya kwa mara 5. Then you will go yeah. Na baada ya mara hizo 5 wewe utaendelea kusema ya. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo itakuwa haleluya mpaka mara 5. Alafu number 3, then they say yeah 5 times. aha, baada ya mara ya 3 alafu tutasema ya mara 5. I'll ask you to stand. Naomba tusimame sasa, naomba nikuombe usimame. Alafu tuifanye. Let's practice this. Naomba tujaribu sasa, tujaribu. So hallelujah. 5 times. Hallelujah. Ya. 5 times. Yeah. Can we try it again? Hallelujah. Ya. Hallelujah. Hallelujah. Ya. Hallelujah. Ya. Hallelujah. Ya. The last time. Hallelujah. Ya. Hallelujah. Ya. Hallelujah. Ya. Hallelujah. Hallelujah. Before you sit, Kabla hujaketi, let's honor God with the reading of the word. naomba tumheshimu Mungu kwa neno lake. While you're standing, we honor God. Naomba kila mmoja asimame tukiwa tunasoma neno la Mungu. Kila mmoja We asimame. read the word, then you can sit. Tunasoma neno la Mungu alafu baadaye tutaketi. John 11, Yohana sura ya 11 verse number 17 kuanzia mstari ule wa 17 up to 26. mpaka wa 26. 17. 17. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away. Verse number 20. Then Martha
as soon as he heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary was seated in the house. 21. Then Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. 22. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. 23. Jesus said to her, your brother will rise again. 24. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, he shall live. Shall we pray? Father, we thank you for the reading of the word. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Let the word come alive today. Neno lako likawe hai jioni ya leo. May the entrance in of your word bring forth light. Neno lako likalete uzima katika maisha ya mtu. Let your word give understanding to the simple. Neno lako likalete uelewa ambao, Father, your word will never return to you void. Neno lako halitarudi kwako bure. Your word will prosper concerning that for which it is sent. Bali neno lako litafanikiwa katika kile lilichotumwa kutenda. Tonight, your word will prosper in Jesus' name. Jioni ya leo neno lako litafanikiwa katika jina la Yesu. Tonight, you will do wonders in this place. Jioni ya leo utafanya maajabu katika eneo hili. Tonight, the glory of God shall be revealed in this place. Jioni ya leo utukufu wako utafunuliwa katika mahali hapa. Father, heal those in need of healing. Baba, wale wote ambao wanahitaji uponyaji, Deliver those in need of deliverance. ukawafungue wale wanaohitaji kufunguliwa. Bend that which must be bent. Wale wanaohitaji kupokea, Break that must be broken. vunja kile kinachotakiwa kuvunjika. Demolish satanic foundation. Kila namna yoyote ya misingi ya kishetani. When you are done, let your glory descend. Na utakapomaliza Bwana, utukufu kurudie wewe. In a mighty way. Katika namna ya tofauti. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Yes, you can read the word in Swahili. Biblia katika Yohana sura ya 11 kuanzia mstari wa 17, maandiko yanasema tuliyoyasoma, basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili 2 hivi, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Mstari wa 21, basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Mstari wa 24, Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. I want to minister tonight. Ninataka kuhudumu jioni ya leo briefly but on the subject I've entitled Jesus Christ. Kwa ufupi tu katika ujumbe ambao nimeupa kichwa kinachosema Jesus Christ. Yesu Kristo. The resurrection power of God. Nguvu ya ufufuo ya Mungu. We just read an account in the Bible. Tumesoma habari moja katika Biblia. A story of a dead man who rose again. Habari ya mtu aliyekufa na akafufuliwa tena. This account in scripture, habari hii katika maandiko, is not just about a man rising back to life. Sio tu habari ya mtu ambaye alifufuliwa kutoka katika wafu na kurudi. This account is about the revelation of who Jesus Christ. Lakini habari hii ni kwa ajili ya kumfunua Yesu ni nani katika maisha. And I came tonight to speak to somebody. Na nimekuja jioni ya leo kusema na mtu mmoja. I have been sent by the living God to Njombe. Nimetumwa na Mungu aliye hai hapa Njombe. God is speaking to some
who has doubted God. Mungu anasema na mtu ambaye amekuwa na mashaka na Mungu. Somebody who has criticized God. Mtu ambaye amekuwa akimjaribu Mungu. Those who have proven to be unbelievers, critical to the love and the power of God. Wale ambao wamekuwa wakijaribu kukebehi na kuhoji kuhusu nguvu ya Mungu. We came to announce to somebody. Tumekuja kutangaza kwa mtu mmoja. Those who think there is no hope in God. Wale wanaofikiria kwamba hakuna tumaini katika Mungu. We came to declare. Tumekuja kutangaza There is hope in God. Ya kwamba kuna tumaini katika Mungu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I want to speak quickly and we'll be done. Nataka kuniongee kwa haraka tu alafu tutakuwa tunamaliza. Point number 1. Ujumbe wa kwanza. Bad things do happen. Mambo mabaya yanatokea. Even to good people. Yanatokea hata kwa watu wema. Lazarus was not a wicked man. Lazaro hakuwa mtu mbaya. He was a good man. Alikuwa ni mtu mwema tu. We are told in scripture. Maandiko yanatuambia Lazarus was in fact a friend of Jesus. Ya kwamba Lazaro ni kwamba alikuwa ni rafiki wa Yesu. He was loved by Jesus. Alipendwa na Yesu. And yet he fell ill one day. Lakini aliingia katika magonjwa na baadaye akafa. And he died. Na akafa. I came to declare tonight. Nimekuja kutangaza jioni ya leo. Even good people go through stuff. Hata watu wema wanakutana na mabaya. I came to announce tonight. Nimekuja kutangaza jioni ya leo. Calamity can strike at any time. Mabaya au majanga yanaweza kuwapata watu katika maisha. Calamity can strike even good people. Majanga yanaweza kuwapata hata watu wema. But what do you do? Lakini nini unafanya? When calamity strikes. Majanga yanapokupata. When sickness strikes. Magonjwa yanapokupata. When your dreams die. Pale ndoto zako zinapokufa. What do you do? Nini unafanya? When death visits your home. Pale mauti au kifo kinapotembelea nyumba yako. What do you do? Nini unafanya? When darkness covers your life. Giza linapofunika maisha yako. The Bible does not hide. Biblia haitufichi. It tells us human pain is real. Inatuonyesha ya kwamba milima ipo. Many accounts in scripture, behold. Ukisoma maandiko mahali pengine kwenye maandiko concerning good people. Inaonyesha kwamba iko mambo mbalimbali kwa watu wema. Who've been through situations. Ambao walipitia mambo mabaya. The question therefore is, sasa swali la kujiuliza ni hili. Who do you turn to when trouble comes? Nani unamwangalia unapokutana na mabaya? Where do you run to when trouble comes? Nani anakukimbilia unapokutana na mabaya? Who is your confidence? Nani ni ujasiri wako? Who is your strength? Nani ni nguvu yako? Who is your foundation? Nani ni msingi wako au misingi yako? We are told in scripture. Tunaonyeshwa katika maandiko. Mary and Martha sent word to Jesus. Ya kwamba Maria na Martha walituma ujumbe kwa Yesu. Sir, come quickly. Ya kwamba Bwana, tunaomba uje kwa haraka. Because the man you love is sick. Kwa sababu yule unayempenda yuko katika hali ya kuugua. My Bible tells me. Biblia yangu inaniambia Jesus did not come. Yesu hakwenda mara. Day number 1 went. Day number 1 passed. Kwa hiyo jambo la kwanza likapita. Siku ya kwanza ikapita. Jesus did not come. Yesu hakwenda. Day number 2 came and siku ya pili ikapita. Day number 3. Siku ya tatu. Bible tells us. Biblia inatuambia it was only on day number 4. Ni pale tulipofika siku ya 4 that Jesus came. Ndipo Yesu alipokuja. Jesus, you are the one to have done this miracle. Wakamwambia Yesu, ni wewe ndiye ambaye ulitakiwa kufanya muujiza huu. It should have been you to stand with us. Ilitakiwa ni wewe ndiye usimame pamoja nasi. Jesus did not come. Lakini Yesu hakwenda. Number 1, don't forget this. Jambo la kwanza usisahau. Bad things do happen even to good people. Mambo mabaya huwapata hata watu wema. What do you do when strike? Nini unafanya pale ambapo majanga na matatizo yanakupata? Some turn to alcohol. Watu wengine wanakimbilia pombe. Others turn into witchcraft. Wengine wanakimbilia uchawi na uganga. Some go into other vices hoping they could overcome calamity. Watu wengine wanaenda katika vitu wanavyofikiri vitawasaidia kuyamaliza matatizo yao. Others turn to false prophets. Watu wengine wanaenda kwa manabii wa uongo. I know in Tanzania you do not have this situation. Ninajua you don't have false
false prophets there. In Zambia we have them there. You have no false Ninajua prophets. Tanzania inawezekana hawako wengi sana manabii wa uongo, We lakini have kule many Zambia of them in sisi Zambia. tunao wa kutosha sana kule We Zambia. have people turning to witch doctors. Tunao watu ambao wanakwenda kwa waganga. Recently in Zambia, I got word how a woman of God, a pastor, Hivi karibuni nilipata ujumbe kwamba mtu mmoja ambaye alikuwa na when she had been in hospital for a month or so, alikuwa hospitali kwa miezi kama 4. her family came and told her, we are bringing a witch doctor right here in the hospital. Familia yake ikaja ikamwambia kwamba tunakuletea mganga wa kienyeji hapa hospitalini. And they did. Na wakafanya hivyo. When I learned of it, my heart broke. Niliposikia hivyo moyo wangu ukaugua. But I understood one thing. Lakini nikajua jambo moja. It is what you do and who you turn to. Ni kile unafanya na nani unamwangalia In your time of trouble. katika nyakati zako za majanga. Mary and Martha believed. Maria na Martha waliamini. They did not doubt Jesus. Hawakuwa na mashaka na Yesu. They knew he was even the Christ. Walijua ya kwamba yeye ndiye Kristo. And that is why I go straight to point number 2. Na hichi sasa ndicho kinachonipeleka katika ujumbe wa pili. Pain often makes good people question God. Wakati mwingi maumivu wafanya watu wema kumhoji Mungu au kuwa na mashaka na Mungu. Wakati nyakati ngumu zinapokuja, we tend to question God. Tunafika wakati wa kujiuliza au kuwa na mashaka na Mungu. Mary and Martha said to Jesus, Maria na Martha wakamwambia Yesu, Lord, if you had been here, ya kwamba Bwana, kama ungalikuwepo hapa, my brother would not have died. Kaka yetu asingalikufa. These were hurting people. Hawa ni watu ambao walikuwa na These were people whose hearts were broken. Hawa walikuwa ni watu ambao mioyo yao imeumia. And they began to blame Jesus. Na wakaanza kumtuhumu au kumlaumu Yesu. Many of us do the same thing. Na wengi wetu hufanya vivyo hivyo. The question we are asking is this. Swali ambalo huwa tunauliza ni hili. Why would Mary and Martha point to Jesus? Kwa nini Martha na Mariamu walimpointia Yesu, walimwangalia Yesu? You and I know fully well. You and I understand why. Mimi na wewe tunaelewa vyema. They had hosted Jesus many times. Walimwita Yesu kwa mara kadhaa in their home. Katika nyumba yao walikuwa naye. Fed him. Walimlisha. They fed his disciples. Waliwalisha wanafunzi wake. Jesus always had a crowd around him. Yesu, unajua wakati wote alikuwa na watu wengi wamemzunguka. And they fed him. Na waliwalisha. Martha na Mariamu waliwalisha watu. But when they needed an answer, lakini wakati huo ambapo Martha na Mariamu walihitaji jibu, when they needed help, walipohitaji msaada, Jesus was nowhere to be seen. Yesu hakuwepo au hakufika katika wakati huo. I can imagine them asking, na ninaweza nikapata picha waliokuwa nayo. Jesus, Yesu, is this the way to treat us? Hivi ndivyo ambavyo unatufanyia sisi au unatutendea? When you were in need, we stood with you. Wewe ulipokuwa na uhitaji kutoka kwetu, tulisimama pamoja nawe. When you needed somewhere to sleep, we provided. Ulipotuhitaji mahali fulani, sisi tulitoa au tulikuwepo. But when we called you for our brother's sake, lakini tulipokuita kwa ajili ya ndugu yetu, you were nowhere to be seen. Haukuwepo au haukuja au kutokea. Like Mary and Martha, many of us do. Kama ambavyo Maria na Martha walifanya, sisi nasi hufanya vivyo hivyo. Have a tendency to point at God and ask. Na kuna wakati tunamnyoshea Mungu kidole na kumuuliza, why have you allowed this? Kwa nini umeruhusu hili litokee? Why this delay? Kwa nini umechelewa? If God is real, why am I suffering? Kama Mungu ni wa kweli au yupo, kwa nini ninahangaika? Here is the thing I want to say. Hili ndio jambo nataka nikwambie. Even those who criticize Christianity, hata wale ambao wanautuhumu au kuukana Ukristo, they point to this as a weakness. Wananyoshia kidole hili kama vile ndio udhaifu. If God loves his people, wakisema kama Mungu anawapenda watu wake, why do they go through situations? Kwa nini wanapitia mambo mbalimbali? But we came to announce, lakini tumekuja kutangaza, God may delay, yes. Ni kweli Mungu anaweza akachelewa, but God is never defeated. Lakini Mungu hajawahi kushindwa. When Jesus arrived, Yesu alipofika, he refuses to go to the funeral house. Alikataa kwamba kwenda kwenye msiba ule. Biblia inaniambia he stood right by the gate. Alisimama katika mlango. Jesus had the opportunity
and the honor to go to the funeral house. Yesu alikuwa na fursa ya kwenda katika makaburi waliokuwa wamemweka, especially that he missed the burial, lakini hakwenda katika msiba, but he stood where Martha found him. Lakini alisimama pale ambapo Martha alimkuta. Sir, let us go to the funeral house. Wakamwambia, Bwana, twende katika mahali tulipomweka. You are 4 days late. Umechelewa siku 4. In our culture, katika tamaduni zetu, in our culture, kwenye tamaduni zetu, when you miss a burial, unapochelewa au kikosa msiba, at least you can go to the funeral house. Angalau unaweza kwenda kule makaburini. But Jesus had no business there. Lakini Yesu hakuwa na shughuli na huko. Instead, Jesus says to Mary, badala yake Yesu anamwambia Mariamu, show me his grave. Nionyeshe kaburi lake. Show me his grave. Nionyeshe kaburi lake. I have no business at the funeral house. Sina shughuli yoyote au biashara na mambo ya msiba. My assignment is by the tomb of Lazarus. Mimi shughuli yangu au kile kilichonileta ni kaburi la Lazaro. Take me there. Nipeleke huko. Take me there. Nipeleke kule. Take me there. Nipeleke huko. Show me where you laid him. Nionyeshe pale mlipomlaza. Jesus already knew where the tomb was. Yesu alishajua wapi ambapo kaburi lipo. Yet he asked them, take me to where you laid lakini him. bado akawaambia, nipelekeni pale ambapo Show mlimlaza. me where he lies. Nionyeshe pale mlipomlaza. I came to declare tonight, nimekuja kutangaza jioni ya leo, in the same way God is saying to many of us, namna ile ile Mungu anasema katika maisha yetu, until you show me your wounds, ni pale tu ambapo utanionyesha kaburi lako, until you show me your struggles, pale tu utakaponionyesha matatizo yako, until you show me your pain, pale tu utakaponionyesha maumivu yako, until you show me where Satan buried you, pale tu utakaponionyesha shetani alipokuzika. you are far from healing, far from reconciliation, uko mbali na upatanisho. Jesus is asking someone tonight, Yesu anamuuliza mtu jioni ya leo, show me your brokenness, katika kule kuharibika kwako, show me your addiction, nionyeshe kile ambacho ni uraibu au show me your pain, nionyeshe maumivu yako, show me where sin is lodged in your body, nionyeshe pale ambapo dhambi imekukamata katika mwili wako. The moment we show Jesus our grave, pale tutakapomwonyesha Yesu kaburi letu, Yesu anaanzia hapo. In John chapter number 5, katika Yohana sura ya 5, Jesus announces to the people, Yesu anatangaza kwa watu, he says the time is coming, anasema wakati unakuja, and that time has come, na huo wakati umefika, when the dead in Christ, wale waliokufa katika Kristo, when the dead shall hear the voice, wafu wataposikia sauti ya Yesu, wale waliokufa watakaposikia sauti ya mwana wa Adamu, and they shall live, nao wataishi. Jesus declares, Yesu anatangaza, the dead will hear the voice, ya kwamba walio wafu watasikia sauti, walio wafu watasikia sauti, walio wafu watasikia sauti, walio wafu watasikia sauti. I don't care what has died in your life. Kitu gani kimekufa katika maisha yako? I don't care what it is that has died in your life. Haijalishi nini kimekufa katika maisha yako. Jesus is as clear. Yesu yuko sahihi. Listen in Njombe. Watu wa Njombe sikia. Listen people. Wasikia watu wa Njombe sikia. We know in Jesus, tunajua katika Kristo Yesu, the resurrection power. Nguvu ya ufufuo. We know in Jesus, tunajua ndani ya Yesu, the glory of God, utukufu wa Mungu lives in him. Unaishi ndani yake. The Bible declares, Biblia inatangaza, in Jesus ndani ya Yesu dwelleth all the fullness of God. Ukamilifu wote wa Mungu bodily unapatikana. In Jesus, ndani ya Yesu, the grace of all, the grace of God, neema ya Mungu abides. Inaishi. We are here tonight. Tuko hapa jioni ya leo. Listen in Njombe. Sikia watu wa Njombe. Whatever your crisis, chochote ambacho kinaendelea, whatever your pain, chochote ambacho ni maumivu, listen in Njombe. Sikia watu wa Njombe. Whatever your grace, chochote ambacho ni kaburi lako, chochote kile ukitaje ambacho kinakusumbua, the Bible is here declaring openly. Biblia iko hapa inatangaza waziwazi, the dead will hear the voice, ya kwamba walio wafu watasikia sauti, and they will come out, na watainuka tena. We came to announce, tumekuja kutangaza, Njombe can come out, ya kwamba Njombe inaweza kufufuka tena. Njombe can come out, Njombe inaweza kuinuka tena. You can walk out of witchcraft.
Unaweza ukaondoka kutoka katika You can uchawi. walk out of witchcraft. Unaweza ukaondoka kutoka katika You can uchawi. walk out of Satanism. Unaweza ukatoka katika You ushetani. can walk out of a life of Unaweza lies. ukaondoka katika maisha ya dhambi. Listen in Njombe. Sikia Njombe. You can walk out. Unaweza kuondoka. You don't need to shed blood to be for God to lift you. Hauhitaji kufanya chochote Mungu akuinue. You don't need to shed blood Hautaki kumwaga damu to have abundance. kupata utele. The Bible declares, Biblia inatangaza whosoever shall call yoyote on the atakayelitia name of the Lord jina la Bwana shall be saved. We ataokolewa. appeal to you, Njombe. Tuko hapa watu wa Njombe. Jesus is knocking on your door. Yesu anagonga mlango katika. Listen in Njombe. Sikia watu wa Njombe. Njombe kwa Yesu. 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 We are coming. Hallelujah. Njombe kwa Yesu. Njombe kwa Yesu. Hallelujah. You are coming out of that grave. Unaondoka kutoka katika kaburi lako. You are coming out of that grave. Unaondoka kutoka katika kaburi In the lako name of Jesus. katika jina la Yesu. When I give my last point, Nataka nikupe ujumbe wa mwisho. when Jesus arrives, Yesu alipofika, death and darkness must move away. Yesu anapofika, kifo na giza lazima viondoke. When Jesus shows up, Yesu anapotokea, death and darkness giza na mauti must move away. lazima viondoke. Show me the grave, he says. Anasema nionyeshe kaburi lako. When they arrive at the grave, Na walipofika katika kaburi, Jesus commands, Yesu akaamuru, having spoken with the Father, I know you hear me. akamwambia baba yake, ninajua unanisikia. I know, Daddy, you hear me. Ninajua Baba unanisikia. May somebody be heard tonight. Mtu mmoja akasikiwe na Baba It is siku ya your leo. time to be heard Ni tonight. siku yako leo kusikiwa na Baba. It is your season. Ni wakati wako. Hallelujah. Hallelujah. Looks to the Father. Akamtazama baba yake, I know you hear me. ninajua unanisikia. But for the sake of Njombe, I pray. Lakini kwa sababu kwa ajili ya Njombe ninaomba. My Jesus gave a command. Yesu wangu akatoa mamlaka, akatoa amri. Take off that. Akasema litoeni jiwe. Liondoeni jiwe. Remove the stone. Liondoeni hilo jiwe. Listen in Njombe. Sikia watu wa Njombe. Jesus wants you just as you are. Yesu anakutaka vile ulivyo. Whatever it is that hides you. Chochote kile ambacho kimekuficha. Whatever it is that has buried you. Chochote ambacho kimekuzika. Whatever iniquity it may be that has kept you in the dark. Chochote ambacho ni kama dhambi ambayo imekuweka katika giza. Whatever struggle you may have had. Matatizo yote ambayo umekuwa nayo. Listen in Njombe. Sikia Njombe. Jesus has come your way. Yesu amekuja katika njia yako. Jesus will never shy away from those he loves. Yesu hawezi kuachilia wale ambao wanawapenda. Tanzania is big. Tanzania ni kubwa sana. Your country is so big. Nchi yenu ni kubwa sana. And the population here is so big. Na watu na idadi ya watu pia ni kubwa sana. Zambia, imagine that's when we are going to 17 million now only. We are not even as big as Tanzania. Hatuko kwa idadi kubwa kama Tanzania. But out of the many regions in Tanzania. Lakini pamoja katika mikoa yote iliyoko Tanzania. And out of the many towns and cities in Tanzania. Pamoja na miji mikubwa iliyoko hapa Tanzania. In the month of May 2026. Katika mwezi wa Mei, God picked on Elitutan called Njombe. Mungu akasema nami kuhusu habari ya Njombe. So he can move in there.
ili aje awatembelee. Don't ask me why. Usiniulize kwa nini. Do not ask me why it had to be Njombe. Usiniulize kwa nini ilitakiwa iwe Njombe. But on the calendar of God, lakini katika kalenda ya Mungu, in the season of God, katika majira ya Mungu, it was in Njombe. Ilitakiwa iwe Njombe. It was in Njombe. Ilitakiwa iwe Njombe. It was in Njombe. Ilitakiwa iwe Njombe. It was in Njombe. Ilitakiwa iwe We have Njombe. come to Njombe. Tumekuja Njombe. Jesus is in Njombe. Yesu yuko Njombe. Haleluya. Haleluya. It is in Njombe. Ni Njombe leo. He commands and says, remove the stone. Na anaamuru, anasema liondoeni jiwe. Martha, the sister to the dead, Martha ambaye alikuwa ni kaka au dada wa yule aliyekufa, was the first one to riot, to protest. Alikuwa ni wa kwanza kubisha. No. Akamwambia hapana, hapana, hapana. It is 4 days now. Ni siku 4 sasa. 4 days. Siku 4 tumemzika. His body now is ferments and is rotting. Mwili wake sasa umeharibika na unanuka. Do not disturb the dead. Usimsumbue mtu aliyekufa. Do not disturb the dead. Usimsumbue mtu aliyekufa. Let him sleep in peace. Mwache alale katika amani. Let him lie in that stone, behind the stone. Mwache alale nyuma ya hilo jiwe au kwenye kaburi lake. Jesus, let this problem continue. Yesu, acha tatizo liendelee. Allow this to happen. Acha tuiendelee hivyo hivyo. Allow this bad situation to reoccur. Ruhusu tu hii hali mbaya iendelee kubaki. No, says Jesus. Yesu akasema hapana. Remove the stone. Ondoa jiwe. Remove the stone. Liondoe jiwe. Remove the stone. Liondoe jiwe. Behind the stone, nyuma ya hilo jiwe, is a man I know. yuko mtu ninayemjua. The man I came to love. Mtu ambaye ninampenda. And the man I died for. Na huyo mtu niliyekufa kwa ajili yake. Behind the stone, nyuma ya jiwe hili, is a man called Lazarus. yuko mtu anaitwa Lazaro. And for that reason I came. Na kwa sababu hiyo nimekuja. So that I may raise the dead. Ili kwamba nimfufue yule aliyekufa. Cast out devils. Nije nikemee aliyo mapepo. For this reason the Son of God. Kwa sababu hii mwana wa Mungu made manifest. Alidhihirishwa. That he may destroy the works of the devil. Ili azivunje kazi za ibilisi. Listen, child of God. Sikiliza mwana wa Mungu. We want to end here, but listen this. Nataka tumalize hapa lakini nisikilize. God loves. Mungu anapenda those wale he created. Aliowaumba. No matter which devil it is. Haijalishi ubaya gani au shetani gani umefanya. No matter how many devils they may be. Haijalishi ni wabaya kiasi gani au ni wana ushetani kiasi gani. Does not matter how many demons have caged you and bound you and tied you and chained you. Haijalishi ni mapepo kiasi gani yamekufungia, yamekuweka minyororo. One word from Jesus. Jambo, neno moja kutoka kwa Yesu. One word. Neno moja kutoka kwa Yesu. One word. Neno moja kutoka kwa Muumbaji is enough. Linatosha. When the living meet the dead. Wale walio na uhai wanapokutana na walio wafu. Indeed, when the dead meet the living. Na wale walio wafu wanapokutana na walio hai. The dead bow. Walio wafu wanainama chini. Death bows. Kifo kinainama chini. Death salutes. Kifo kinapiga saluti. Inda Bwana. Katika jina la Yesu. Bwana mkubwa. Bwana mkubwa. I surrender. Ninajisalimisha. 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 Inda Bwana mkubwa. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Why do you seek the living amongst the dead? Seek the living amongst the dead. Kwa nini unaweka walio hai katikati ya walio wafu? Jesus. Yesu is here. Yuko hapa. Listen in Njombe. Usikiliza watu wa Njombe. He's standing in front of your tomb. Anasimama mbele yako tena. The words are as loud today. Na maneno yake yako na sauti ya kutoka. As they were 2000 years ago. Yeah, kama ambavyo yalifanya miaka 2000 iliyopita. I am the resurrection. Mimi ndimi ufufuo. I am the life. Mimi ndimi uzima. Jesus declares. Yesu anatangaza. I am the resurrection. Mimi ndimi ufufuo. I am.
Jesus did not say, I know about the resurrection. Yesu hakusema kwamba ninajua kuhusu ufufuo. Hapana. I have heard about the resurrection. Kwamba nimesikia kuhusu ufufuo. Hapana. Jesus did not say, I have seen what looks like the resurrection. Yesu hakusema kwamba nimeona kitu kinachofanania na ufufuo. Listen to what he said. Sikia kile alichokisema. I am. Mimi ndimi. I am. Mimi ndimi. I am. Mimi ndimi. The resurrection. Huo ufufuo. Meaning whatever has died. Na chochote kilichokufa. Anything good in your life that has died. Chochote kizuri ambacho kimekufa can come back to life. Kinaweza kurudi katika uhai wake. Whatever dead dreams. Chochote, ndoto yoyote iliyokufa. Whatever dead visions. Ndoto yoyote iliyokufa. Whatever dead destinies. Hatima yoyote iliyokufa. Whatever deadness of sin. Chochote kilicho dhambi iliyokufanya katika hali ya kufa. Whatever crippling there may be of iniquities. Chochote kinachokufanya kuwa katika hali ya dhambi. Whatever foundations we may have of witchcraft in the family. Misingi yoyote ile ya uchawi iliyopo katika familia yako. Jesus says, Yesu anasema, I am. Mimi ndimi. I am. Mimi ndimi. I am. Mimi ndimi. He says, I am the resurrection. Anasema mimi ndimi ufufuo. I am also the life. Na uzima. I give life. Ninatoa uzima. May he give you life tonight. Na akupe uzima jioni ya leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That's why he's never afraid. Na ndio maana huwa haogopi. We do the same. I am never afraid. Na mimi ninafanya vivyo hivyo, usiogopi. Because of this word. Kwa sababu ya neno hili. I am never afraid. Siogopi chochote. When I hear somebody say, this one has died. Ninaposikia mtu anasema huyu amekufa. And the Lord says he has died prematurely. Na Bwana akaniambia kwamba amekufa kabla ya wakati. When the Lord tells me this one I am not involved. Na kwamba Bwana akiniambia kwamba katika kifo hiki mimi si usiki. Something in me just leaps. Kitu kinahitaji kuinuliwa. And whether I can be physically present or over the phone. Haijalishi niwe nipo pale katika mwili au ni katika simu. I call them back to life. Ninawaita na wanafufuliwa. I say you are a coward. Ninasema wewe, why would you die before your time? Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? The Bible says the harvest truly is plenteous. The Bible says the harvest truly is plenteous. Biblia inasema mavuno ni mengi. But the laborers are few. Lakini watendakazi ni wachache. Why would you die now? Kwa nini ufe sasa hivi? When God is saying he's not involved. Wakati Mungu anasema hakuhusika. Come back to life. Rudi katika uzima. And they come back to life. Na anarudi katika uzima. Hallelujah. 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 One of my pastors died. Mmoja wa wachungaji wangu alikufa. I'm inviting those who would want to come to Zambia in July, August this year. Na wakaribisha wale ambao watatamani kuja Zambia. You come and see this man. Mwezi 7 na 8. And you see many others. Atakuwa anakuja. Many others that mtawaona wale ambao walikufa. And the Lord says, this one I'm not involved. Na Bwana akaniambia hawa katika kifo hiki sijahusika au sihusiki. So you say, I am calling you back. Na nikasema ninawaita, ninawarudisha katika uzima. My pastor, his name is Pastor James Piri. Mchungaji wangu jina lake anaitwa James Piri. Ni mrefu, ni mtu mwenye mwili mkubwa. We had just spoken. Na tulikuwa tumetoka kuzungumza tu. That evening he was in hospital. Hiyo jioni ambayo alikuwa hospitali. So he told me. Na akawa ameniambia, the doctor said tomorrow or latest the day after tomorrow I'm discharged because I'm okay, there's nothing. Kwamba madaktari wamemwambia kwamba kesho yake au kizidi sana kesho kutwa watamruhusu kutoka hospitalini kwa sababu anaendelea vizuri. We laughed and said yes and come out of that hospital. Kwa tukafurahi na tukashukuru kwamba unatoka katika hospitali sasa, unaruhusiwa. This pastor is our chef when we go for crusades like we are doing here. He's the one who cooks. Huyu mchungaji ni mpishi wetu ambaye tukienda kwenye mikutano huwa anatusaidia kupika. 30 minutes later after that phone call. Dakika 30 mbele tu baada ya mazungumzo yale ya simu. The wife calls and she was crying. Mke wake akanipigia akiwa analia.
She said, mchungaji has just died. Na akaniambia kwamba mchungaji James Piri amekufa. I said, what do you mean? Na nikamwambia unamaanisha nini? I was talking to him with you 30 minutes ago. Nilikuwa nazungumza na nyinyi tu dakika 30 And he said he's coming out. What do you mean he na has akasema anaruhusiwa hospitali. Unamaanisha nini ukisema amekufa? She says he's here. Na akaniambia yuko hapa. He just sighed and died. Na amekufa. So I called my wife. He said by the time we drive from home to the hospital, they would have already wheeled him perhaps to the mortuary. Let's just believe God using the phone. Kwa nikampigia mke wangu nikamwambia kwamba kama tukiamua kuendesha gari kwenda hospitali tutakuta wameshampeleka mortuary, kwa hiyo wacha tumpigie simu tumuombe. We remembered the words of Jesus. Tukakumbuka neno la Yesu. He said, I am. Aliposema mimi ndimi. I am. Mimi ndimi. I am the resurrection. Huo ufufuo. I am the life. Mimi ndimi uzima. He who believes in me, na yule niaminie, even though he dies, hata kama atakufa anaishi. He said to him, you will not die. Na tukamwambia kwamba hautakufa. Only cowards die before their time. Wale tu ambao ni wazembe wanakufa kabla ya muda wao. Come back. Rudi katika maisha, katika uzima. So when he came back, we now drove to the hospital. Kwa hiyo alipofufuka tukaendesha kwenda hospitali. 23 hours in the night, we found him on his bed. Masaa 23 baadaye tukamkuta yupo kitandani. When he saw me and my wife walking, he says, mchungaji. Aliponiona mimi na mke wangu tunaingia akasema, mchungaji. I said, what happened to you? Nikamwambia, nini kimetokea kwako? This is what he said. I want to leave this word with you. Na hiki ndicho alichosema na nataka nikuachie hicho jioni ya leo. He said, just after we spoke, akasema baada tu ya kuwa tumezungumza, a man walked into this ward. Kuna mtu akawa anaingia wodini. I want you to picture this. There were 2 beds in that side ward. Mchungaji was by the bed near the window, and there was a bed opposite. The wife was seated on a chair in between as a caregiver. She was on this chair. The pastor says a man walked in, very well dressed. Nataka upate hii picha ya kwamba kulikuwa na vitanda viwili katika hiyo wodi. Kwa kitanda ambacho alikuwa amelala huyu mchungaji amelazwa kiko karibu na dirisha, na kingine kilikuwa upande wa pili ambacho mke wake ndio alikuwa anakaa kwa ajili ya kumhudumia. That a very handsome man. Kwa hiyo akamuona mtu anaingia wodini ambaye ni mtu mzuri. Mwanaume mzuri ambaye sijawahi kumuona katika maisha yangu. Smartly dressed in a black suit. He said he walked in. Amevaa vizuri suti nyeusi na akawa anaingia wodini. And he sat on the bed, that bed there. Na akaketi katika kitanda kile kilichokuwa pale. Mchungaji said to me. Mchungaji akaniambia. At that point when the man sat, he said, I heard a voice say to me. Wakati yule mwanaume alipoingia na kuketi, nikasikia sauti inaniambia. Do you recognize this man? Je, unamtambua mtu huyu? Mchungaji looked at this very handsome, well-shaven, good-looking man. Mchungaji says no. Mchungaji akamtazama huyu mwanaume ambaye alikuwa na muonekano mzuri sana na akasema hapana, simjui. And the Holy Spirit said to him, this is Lucifer himself. Na Roho Mtakatifu akamwambia huyu ni Lucifer mwenyewe. Lucifer himself. Lucifer mwenyewe. So at that point, kwa hiyo wakati ule mchungaji says Lucifer then smiled. Mchungaji akasema Lucifer, alafu yule Lucifer akacheka. And said these words. Na akasema maneno haya to the mchungaji. Kwa mchungaji, kumwambia mchungaji. He says there will never be a better time to take you. Akamwambia hakutakuwa na wakati mzuri wa kukuchukua. There will never be a better time to take you out. Hakutakuwa na wakati mzuri wa kukuchukua than now. Isipokuwa sasa. When you have basically like when you are living in disobedience. Wakati huu ambao unaishi katika hali ya kutokutii. To what you promised your God to do. Katika kile ambacho ulikuwa umemwaahidi au umemwambia Mungu wako. And mchungaji says when Lucifer said those words. Kwa hiyo mchungaji akasema Lucifer alipomwambia hayo maneno. He said, Dad, he just did this. Akaniambia baba, Lucifer akafanya tu hivi. And he said at that point I just felt my life leave. Na wakati huo nikasikia maisha yangu yameondoka. He says that's how I died.
na ndivyo nilivyokufa, na akaniambia hivyo ndivyo nilivyokufa, sina kingine cha kukueleza. God was present in that room. Mungu alikuwepo katika chumba kile. The wife was present, seated next to the husband. Mke wake alikuwepo na amekaa pembeni ya mume wake. But Lucifer walked in. Lakini Lucifer aliingia ndani ya chumba kile. Lucifer tells the man, I am taking you now at this time. Na Lucifer anamwambia mchungaji kwamba ninakuchukua wakati huu, before you repent, kabla haujatubu. Two years up to that time, pastor had not been available for the crusades. Miaka miwili baada ya wakati huo, mchungaji hakuwa yuko pamoja nasi katika mikutano. Every time we looked for him, he would give one excuse after the other. Miaka miwili kabla ya hilo jambo kutokea, mchungaji alikuwa haonekani kwenye mikutano yetu hata tukimtafuta. And Lucifer knew it. Na Lucifer alilijua hilo. Lucifer was aware what he said to God. Lucifer alikuwa, I will save you. Alikuwa anajua kile ambacho mchungaji alikisema kwa Mungu kwamba atamtumikia. But now for 2 years, lakini sasa kwa miaka miwili he was nowhere. Alikuwa hayupo katika huduma. Satan finds him in hospital. Shetani akampeleka katika hospitali. He says to him, this is the right time to take. Na anamwambia kwamba huu ndio wakati wa kukuchukua. I wanna close by declaring. Nataka nifunge kwa kutangaza. You do not know your day. Haujui siku yako. You cannot tell your time. Huwezi ukatambua wakati wako. What may seemingly important to you, kile ambacho kinaweza kuonekana kwamba ni kitu cha muhimu kwako, may still be outside the perfect will of God. Kinaweza kikawa nje ya mapenzi makamilifu ya Mungu. He was present and yet absent. Alikuwepo lakini wakati huo pia hakuwepo. I want to challenge somebody tonight. Nataka nikuchangamotishe mtu mmoja. I want to provoke you tonight. Nataka nikupe changamoto. Listen in Njombe. Sikia Njombe. Being religious does not resolve your salvation problem. Kuwa mtu wa dini haishughulikii au haitatui matatizo yako ya kiroho. Except a man be born again. Isipokuwa mtu akizaliwa mara ya pili. Can never see the kingdom of God. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Except you are born with the spirit and of water. Isipokuwa tu ukizaliwa katika roho na kwa maji. You cannot see the kingdom. Hauwezi ukauona ufalme wa Mungu. God is calling you. Mungu anakuita. Wherever you are, popote ulipo, wherever you are listening to us from, popote unaposikia sauti hii, you may be in a drinking place. Inawezekana upo katika sehemu ya baa unakunywa. You may even be in a strange woman's arms right now. Inawezekana upo katika mikono ya mwanamke malaya. But God is looking for you. Lakini Mungu anakutafuta. He stands at the door and is knocking. Ni wakati wanagonga katika moyo wako. The Bible says if anyone hears my voice, Biblia inasema yoyote atakayesikia sauti yangu na akafungua mlango, I will come in. Nitaingia and I will eat with him. Na nitaketi pamoja naye. Is knocking on your door. Yesu anagonga katika mlango wako. May you hear that voice. Wewe naomba usikie sauti yake. May you respond to that voice. Naomba ukubali sauti ya Yesu. When you do, ukifanya hivyo, he will help you destroy atakusaidia the power of sin, kuvunja nguvu ya dhambi, the power of Satan, nguvu ya shetani. Jesus will help you. Yesu atakusaidia break out of that bondage, kuvunja vifungo, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. May that oppression come to an end today. Hayo mateso yapate mwisho wake siku leo. Sickness, disease will become a thing of the past. Magonjwa ambayo yamekutesa yatakuwa ni kitu cha kale. Jesus pale Yesu steps in, atakapoingia. May we rise to our naomba tusimame sasa kwa miguu yetu. Listen in Njombe. Sikia Njombe. There is a way that seems right to a man. Kuna njia ionekanao ni njema machoni pa mtu. At the end of that way, lakini mwisho wa njia hiyo leads to destruction. Inapelekea katika uharibifu. May you find God tonight. Natamani umpate Mungu jioni ya leo. May you come to him tonight. Natamani uje kwake. I want to speak to somebody who's in the church. Nataka niongee na mtu ambaye yupo kanisani. Yes, you are in the church. Kweli upo kanisani. But you do not remember when you
willingly gave your life. Lakini haukumbuki ni lini hasa ulimpa Yesu maisha yako. Jesus, Yesu awaits your coming. anakusubiri uje. I'll come down right here. Nataka nitashuka chini sasa hivi. And I want to welcome those. Na nataka niwakaribishe wale. Wherever you are. Popote ulipo. We want to welcome you. Tunataka tukukaribishe jioni ya leo. We want to welcome you to Jesus. Tunataka tukukaribishe kwa Yesu. Welcome you to the King of Tunataka tukukaribishe katika ufalme wa Yesu. The one who is able to save. Yeye ambaye yuko ana uwezo wa kuokoa. The one whose blood sets for sin. Yeye ambaye damu yake inaokoa, inasafisha dhambi. I invite you to Jesus. Ninakukaribisha kwa Yesu. The one who died on the cross. Yeye aliyekufa msalabani. The one who cried and said it is finished. Yeye aliyelia akasema imekwisha. He's able. Anaweza to save your soul. Kuokoa nafsi yako. Shall we pray? Naomba tuombe sasa. Father, we have finished. Baba, tumemaliza what you laid on our hearts. Kile ambacho uliweka mioyoni mwetu. Surely you are the resurrection. Ni kweli wewe ndio ufufuo. You are the life. Wewe ndiwe uzima. You are the evidence. Wewe ni ushuhuda of the power of God at work. Ya nguvu ya Mungu inayofanya kazi. Here in Njombe day number 1. Hapa Njombe siku ya kwanza leo. There is somebody. Yuko mtu who has cried seeking you. Ambaye amekuwa akilia akikutafuta. Looking for you. Akitafuta uso wako. Knowing that you are never late. Akijua ya kwamba hautamwacha. We know for sure. Tunajua kwa hakika. You are willing and ready. Ya kwamba uko tayari. To save us to the uttermost. Kutuokoa. Do it for Njombe tonight. Lifanye hilo kwa ajili ya Njombe jioni. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. It is you that convicts the world of sin. Ni wewe ambaye unaushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Of righteousness. Na kwa habari ya haki. And of judgment. Na kwa habari ya hukumu. Do it tonight. Fanya hivyo jioni leo. In Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen.